wa Mungu. Kwa majina yangu naitwa Joshua Saidi. Ongeza sauti. Kwa majina yangu naitwa Joshua Saidi, ni mwinjilisti. Mchana wa leo nataka niwaletee somo ambalo linahusu maandalizi. Tunapozungumzia maandalizi katika ulimwengu wa sasa, maana yake tunakumbushana kwa habari ya ufalme wa Mungu. Maandalizi jinsi yalivyo, kuna aina mbili ya maandalizi. Kuna maandalizi ya kiroho na maandalizi ya kimwili. Sasa mchana wa leo ninakwenda kuzungumzia kuhusiana na maandalizi ya kiroho, ingawa kwenye maandalizi ya kimwili tutazungumzia kidogo. Wakati tunapozungumzia maandalizi ya kiroho, kuna aina mbili. Kuna mwingine ambaye anaweza kaamka asubuhi anajiandaa anaenda kazini, mwingine anaweza kaandaa anataka aende shuleni, mwingine anaweza kufanya maandalizi ya kwenda shambani, mwingine anaweza kufanya maandalizi ya kwenda kazini. Sasa hayo ni maandalizi ya kimwili. Sasa mchana wa leo nataka tujifunze kwa habari ya maandalizi ya kiroho. Ukisoma kitabu kile cha Methali sura 16 mstari wa kwanza, maandiko matakatifu yanasema, maandalio ya moyo ni mwanadamu, bali jawabu la ulimi kutoka kwa Bwana. Wakati mtumishi wa Mungu Daudi alipokuwa anazungumza habari hizo, kilikuwa ni kipindi ambacho si nyakati ambazo wanadamu tunamhitaji Mungu. Kilikuwa ni kipindi ambacho wanadamu tunamhitaji Mungu kutokana na mahali ambapo ilikuwa. Kipindi hiki ambacho tulikuwa katika ulimwengu wa sasa ni ulimwengu ambao umejaa maasi, ni ulimwengu ambao umejaa maasi, ulimwengu umejaa taabu. Sasa wakati Mungu anatukumbusha kwamba maandalio ya moyo na mwanadamu, ni habari za kutukumbusha sisi ya wanadamu ya kwamba mahali tulipo, tunafanya biashara, tunapokuwa labda tunafanya shughuli mbalimbali zinazohusiana na maendeleo, ni lazima tuendelee kuandaa mwili wetu, kwa sababu tunajua ipo siku Yesu Kristo mwana wa Mungu atakapokuja kulichukua kanisa lake. Na ndio maana mchana wa leo tunakukumbusha, ndugu yangu, mahali ulipo unaponisikiliza, inawezekana unasikiliza wewe uko katika sehemu zako za kazi, lakini mchana wa leo ninazo habari njema ya kwamba jiandae, maana unapojiandaa Yesu Kristo mwana wa Mungu ni hai, yuko tayari kuchukua kanisa lake. Mchana wa leo, ndugu yangu unaonitazama katika internet, hebu andaa moyo wako, andaa moyo wako ndugu yangu, usiache kuandaa moyo wako, kwa sababu Yesu Kristo yuko karibu kuchukua kanisa lako. Yesu Kristo yuko karibu kuchukua kanisa lake. Achana wa leo, jiandae ndugu yangu, usiache kujiandaa, endelea kujiandaa, kwa sababu siku tulizo nazo ni nyakati ambazo zinazokwenda katika hatari. Mchana wa leo ndugu yangu, jiandae, Yesu Kristo yuko karibu.